Haya, sehemu ya 3 inaendelea. Mwalimu wa Biblia Tanzania nzima, mwalimu namba 1 anayejua Biblia. Natafuta wenzangu wanaojua Biblia. Natafuta wenzangu wanaojua Biblia. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, sina dhehebu, sina dini, kwa sababu Yesu hana dini. Yesu sio Mwanglikana, Yesu sio Msabato, Yesu sio Mroma, Yesu sio Mpentekoste, Yesu sio MTAG. Yesu hana dini. Yesu yeye ndio imani yetu, ndio tumaini letu, ndio tunayemtazamia. Ukiwa na dini sio kama nafasi ya kwenda mbinguni wala kumuona Yesu Kristo. Ni ujinga tu. Ukiwa una Yesu Kristo ndio njia nzuri ya kumwamini na kupata uzima wa milele. Dini ni biashara za watu na wananufaisha watu wenye dini. Yesu sio dini. Yesu sio wa imani yote. Kama kuna mtu yote alikuwa alianzisha dini yote katika Yesu Kristo, hata wanafunzi wake. Naombeni jamani kwenye comment hapo wadondoshe kwamba mwanafunzi fulani alianzisha imani fulani mpaka leo ipo. Wale wanafunzi walikufa kuanzia ule mwaka wa 33 mpaka mwaka wa 70. Paulo ndo alikuwa mtume wa mwisho kufa. Tukiachana na Yohana ambaye alikufa miaka 190 huko, historia yake katika kisiwa cha Patmo mpaka kaenda nchini Uturuki. Tunaongelea wanafunzi wa Yesu waliokufa kwa mateso na kuteswa kwa sababu wanalitia jina la Yesu Kristo. Likawa ni hatari kwa jamii, likawa ni hatari kwa miungu mingine. Na sisi leo tunapokuwa tunasema Yesu Kristo ni Bwana, ni Mwokozi, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo ni Mungu mkuu, Mungu Mwokozi, Mungu nambari 1, hakuna Mungu mwingine. Hata tunaposema Yesu ni Mungu namba 1, hakuna Mungu mwingine aliyeumba dunia isipokuwa ni Yesu Kristo. Hakuna Mungu mwingine anayetupa uhai isipokuwa Yesu Kristo. Yesu ndio nuru ya ulimwengu. Yesu ndio mwanga. Yaani Yesu ndio kila kitu, ndio topo, ufananishe na kitu chochote. Huyo ndio tunayemzungumzia. Kwa tunaposema hivyo tunaonekana sisi ni kwenye miungu mingine, maana inakosa nguvu, inakosa chochote. Maana yenyewe haiponyi mtu, haitoi majini, bali inakumbatia majini na inayaamini. Imeyaweka majini sehemu yao. Maana miungu mingine inakubaliana dhambi. Miungu mingine inakubaliana watu wavae nguo za aibu. Wanawake wavae nguo bila kujistiri. Dhambi inazidi. Miungu mingine inafurahi kwamba ni maendeleo. Miungu mingine inakubali wanaume kuwa mashoga na kufundisha makanisani kwao. Tunaona hadi pale ukiandika WCC World Church, Council of Church, hiyo ulimwengu wa makanisa duniani, umoja wa makanisa, tunaona wachungaji wengi mashoga wapo kule na wanafanya ibada na wanahutubia umoja wa makanisa na wanakubali. Jamani, hii umoja wa wachungaji ni mashoga wamo huko. Yaani ni kitu cha kichafu sana. Hicho chombo ni chombo kichafu mno. Na Biblia imesema tusishirikiane. Hata ukisoma kwenye ule unabii ulitabiriwa kuanzia zamani kwenye ile Danieli 9, Mungu atakayekuja tamkataa Kristo na kuwaunganisha watu wote kwa kitu kimoja. Hata tukisoma Thessalonike wa pili ile 2:1, atawaunganisha watu wote kwa kitu kimoja. Tunaona kabisa hiki chombo sio sahihi. Biblia ikasema jitengeni nao, mjiepushe nao, mkatengwe nao. Sisi tumejitenga nao, hawa watu mashoga, hawa watu wachungaji, umoja wa wachungaji wa mashoga huu, tumejitenga nao. Andika WCC World Church, uone kama anachokiongea mimi ni uongo. Utakuta machungaji mashoga huko wako kwenye hiki chama cha wachungaji. Na je, itakuwaje chama cha wachungaji wakati watu wote wametoka kwa ajili ya kutengeneza makanisa? Kwamba wewe kanisa hili ulikuwa hufai, kanisa hili ulikuwa unaenda tofauti. Kwa hiyo sisi tumejiondoa, tuendelee kujenga mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Leo umekuaje ukajirudiana nao? Leo umekuaje ukajumuika nao tena? Ndio tunaona ni lile anguko. Tunaona ni lile anguko, maana katika Yesu Kristo ni usafi, haki, amani, upendo. Hiyo ndio imani katika Yesu Kristo. Haina uchafu wowote. Sasa kama wewe utashirikiana na mashoga, watu watajifunza nini kwako? Kama wewe utashirikiana na dini ambazo wanakubaliana na pombe, wewe tunajifunza nini kwako katika Yesu Kristo? Unashirikiana na dini ambao waamini wao 99% wanakunywa pombe, ni wazinzi, ni walevi. Tunajifunza nini kwako? Wewe umeungana na dini ambazo wanawake wao, waumini wao wa kike wanavaa masuruali huko mitaani, wanavaa nguo za kubana, wanavaa nguo za aibu, hawawezi kuistahimili miili yao katika utakatifu na heshima. Tunajifunza nini kwako? Wewe umeungana na dini ambazo wachungaji wao, kama kule kwetu Kigoma, wachungaji wengi ni wachawi, wamekamatwa na uchawi, wamepigwa na wakina Kamchape, wengi ni wachawi. Benshi ni balozi balaloga chane. Balaloga. Bachungaji benshi ni balaloga. Balafashwe na bakamchape. Balafashwe. Lakini bado abantu habagenda kuabudu wabo, abantu habagenda kusaru wabo. Habagenda kusari kubalozi. Yabagamo. Wasari kubalozi kabisa. None wewe usari kumulozi na wewe ulinde so wawe. So wawe nyoko wawe.
ye dada, mama, kaka, usali wakamchape, wewe ulinde. Hapo kidogo nimewaacha. Nimeongea cha kwetu kwanza, nimeongea Kigoma kwanza, nimerudi Kigoma nyumbani, nimerudi kuongea kia kidogo. Niwakumbushe ndugu zangu wa Kigoma wanaosali kwa wachungaji ambao ni wachawi, wamekamatwa na uchawi, bado ni wachungaji mpaka leo. Kila miaka na miaka wanazidi kukamatwa na uchawi wachungaji hao na bado ni wachungaji na wanasali waumini kwao. Hebu niambie, mtu anakamatwa na uchawi na bado ni mchungaji miaka 10, miaka 20. Wewe muumini utakuwa salama kweli? Utamjua Yesu Kristo vizuri? Mchawi hawezi kumhubiri Yesu Kristo, maana Yesu anakataa uchawi. Watu ni walevi na wanasalisha na hivi. Jamani, tuna imani kweli hapa zilizo sahihi chini ya jua kwamba wanadamu tutapata usahihi? Hapa nilikuwa kidogo nazichambua baadhi ya dini hapa na matendo yao na wachungaji ambao tunawasali. Tuangalie sehemu ya 4. Ni Mwalimu Joseph Anderea, mwalimu wa Biblia Tanzania, mwalimu nambari 1. Hatuna dini ya kweli chini ya jua, hatuna imani ya kweli chini ya jua. Usidanganywe na mtu yeyote. Wote ni matapeli tu, njaa tu, wanatafuta pesa, wanaishi maisha mazuri hapa duniani kwa kupitia migongo ya waumini. Wewe ukipeleka buku kule, akapeleka 500, mkiwa 300, huyo bwana anaishi, anasomesha watoto wake shule nzuri, analipa ada vizuri sana. Tusiingie katika mitego. Mtu anayetakiwa awe mchungaji ni yule anayejua maadili ni nini, dhambi ni nini. Mtu anayejua pombe ni dhambi, anayejua uchawi ni dhambi, anayejua majini sio mazuri, anayejua ukahaba ni dhambi, anayejua malaya ni dhambi, anayejua ukahaba ni dhambi. Vitu kama hivyo. Huyo ndio mchungaji wa kweli, anaweza kuhubiria watu na wakaelewa na wakasimama katika Yesu Kristo. Sio watu wanaokubaliana na hivyo vitu. Tuangalie sehemu nyingine, sehemu ya 4. Katika Yesu Kristo vitu ni kashfa. Asanteni.